Mwathani arogoso. Amen. Tunaenda kuanzia siku ya leo. Ndiposa tuende mbele ya kiti ya enzi. Mwathani akumio. Amen. Tuguthi kuhoya nigetha tuhingure muthenya wa umuthi na nigetha tuthengerere giti kia Ngai. Mwathani aroneneha. Amen. Koguo reke tuhoe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twathekera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũtugi ithe wa Mwathani witũ Jesu. Tukiuga nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa kĩgongona gĩtheru. Baba witũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe tiga we wiki Ngai. Amen. Igũrũ na thĩ nowe Ngai na nowe mũtũra muoyo mũthamaki mwega. Amen. We warĩ kuo na nĩwe wĩkuo mũtũra muoyo Jehova Ngai. Ndi. Twagatha rĩtwa rĩaku na twarĩambararia kĩgongona kĩnene. Amen. Nĩ tondũ we nĩwe kĩgongona kĩrĩa gĩtheru ũikarĩte hau harĩ hatũgĩru mũno makĩria. Amen. Jehova Ngai twoka kuga we mwagĩrĩru na nĩwe we mwega Ngai. Amen. Twoka kuga we mũtheru Ngai na gũtirĩ mũtheru tawe Mwathani. Igũrũ Igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe kĩgongona kĩnene. Amen. Jehova Ngai nĩkĩo twakumia rĩtwa rĩaku itheru Ngai. Ndi. Mũthamaki wa thamaki twoka mbere yaku mũtũra muoyo na ũndũ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo mũthamaki ũrĩ tha. Nigetha ũtũtherie mehia na mahĩtia kĩgongona kĩnene Ngai. Nĩ tondũ ithe witũ mwĩrĩ ũyũ nĩ wĩhagia, matũ nĩ mehagia, maitho nĩ mehagia Mwathani. Ngai witũ na rũrĩmĩ ona moko na magũrũ nĩ cihagia Ngai. Gwata meciria no mehagia Mwathani. Koguo Jehova twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu ũtũthambie na thakame ya gatũrũme Jesu Kristo Mwathani. Nĩ tondũ kũrĩa guothe tũgeraga kwĩna maũndũ maingĩ Ngai na nĩkĩo ithe witũ tũngĩhoya ũhoro wa gũthera na kwagĩrĩra maitho-inĩ maku. Rĩtwa rĩaku Jehova Ngai rĩrogocwo. Rĩtwa rĩaku rĩrokumio mũthĩnjĩri mũnene. Ngumo na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai. Fellowship ya ũmũthĩ twamĩrehe moko-inĩ maku na nĩgetha Ngai witũ ũtũrathime na wĩke ta ũrĩa ũngĩona kwagĩrĩire. Wendo waku tũrohota kũũhingia Jehova Ngai tũteithĩtio nĩ roho mũtheru waku mũthĩnjĩri mũnene. Nacio ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai. Reke roho mũtheru woe nabathi thĩinĩ witũ na nĩgetha mũndũ wothe wage kĩene mũthenya wa ũmũthĩ. Hakiri cia mwĩrĩ ciage kĩene kĩgongona gĩtheru. Ũũgĩ wothe wa mwĩrĩ ũrohotwo Jehova ndũire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kiugo nĩ ndakĩambararia na kũrĩ we mũthĩnjĩri mwega na nĩgetha ithe witũ wa mũthingu Ngai ũndeithie ũrĩa ngũkĩaria na ũrĩa ngũkĩruta mũthĩnjĩri mũnene. Jehova Ngai ũrohe ũũgĩ ũrĩa uma na kũrĩ we, ũrohe ũtaũku ũrĩa uma na kũrĩ we Mwathani, ona ũguũrio wa kiugo gĩkĩ ũrĩa uma na kũrĩ we, na nĩgetha meciria makwa maikare rungu rwa watho waku na maikare rungu rwa hinya waku kĩgongona gĩtheru, ona mwĩrĩ ũtorio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ nĩ njũĩ mwĩrĩ na hakiri ciaguo nĩ ciũkagĩra nĩgetha ciũkĩrĩre wendo waku kana kiugo gĩaku Ngai. Koguo nginya mwĩrĩ ũrotuĩka wĩ thĩ wa makinya maku Mwathani. Mau mangĩ matigarĩte ndamaigana kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu. Kĩgoco Mwathani nĩ ndakĩigana kũrĩ we Ngai kĩgongona kĩnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Na nĩkĩo wa mũthingu twahoya rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai na rĩa mũrũguo Jesu Kristo twana nĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Twĩ thĩinĩ wa Danieli 5, Danieli 5 mstari wa 7 mpaka hapo mstari wa 9. Mwathani agocwo. Amen. Nake mũthamaki agĩkĩanĩrĩra akiuga atĩ aragũri na Akalidei ona arathi a mohoro marehwo moke harĩ we. Nake mũthamaki akĩaria na andũ acio ogĩ a Babuloni akĩmera ũũ atĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũrĩhota gũthoma ndemwa cia na anyonie ũrĩa ingĩtaũrwo nĩekũhumbwo nguo cia rangi wa zambaru na ekĩrwo mũgathĩ nĩ ta mũgathĩ ekĩrwo kĩrengeeri kĩa thahabu ngingo na atuo
wa gatatu uthamaki-ini uyu nao andu acio ogi othe na muthamaki magitonya kuo no makiremwo ni guthoma ndemwa icio ona kana kuonia muthamaki uria ingitaurwo. Amen. Riu tuguthie imwe kwa imwe ugathoma ngaheana ndeto icio. Mwathani arogocwo. Amen. Gikauga atiriri ati nake muthamaki agita muthamaki akianirira no undu umwe na gwita akianirira na akiuga atiriri ati ogi aria na tauri aria mangihota gutaura kana aria moi uhoro wa kiria onete makirwo othe moke hau. Mwathani arogocwo. Amen. Na riria merirwo moke hau ri agita acio mari ogi muno ri kana arathi acio ri kana ago acio ri tondu ere inya yugaga ni ago ri riria wakati alikuwa anataka kuitana akasema hivi, ninataka niwaite wale watu wamekuwa werefu kwa hii mambo na nasema hivi, na kaita wale werefu na wale wanaelewa mambo ya kusoma. Hii namba ilikuwa imeandikwa kwa nyumba yake na wakati aliwaita wakaweza kuingia kwa ile nyumba na wakati waliingia kwa ile nyumba hawakuweza kusoma ile namba ilikuwa imeandikwa kwa ukuta yake na wakati walishindwa hata hawakuweza kumwambia ni nini na nini inamaanisha. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati walishindwa akawaambia watoke mbele yake na wakaenda. Sasa hii namba ni ile ilikuwa inaandikwa mene tekeli peresi. Mwathani arogocwo. Amen. Na wakati aliona hakuna mmoja anaelewa akakasirika na akawafukuza mbele yake. Kwa hivyo neno ya siku ya leo ni neno ya Danieli. Na hii neno ya Danieli 5 mstari wa 7 mpaka wa 9 enda ujisomee. Ni kwa sababu wakati tuko wakati inakaa kama ya hii mfalme. Na hii mfalme akasema hivi, ati yule ataweza kujua hizi namba zinamaanisha nini atawekwa nguo ya sabarau. Ndiwe thomere sabarau ni ugutwira ni ndui. Mwathani arogocwo. Amen. Na akasema atawekwa hiari shanga, wacha niite hivyo. Atawekwa samba ya dhahabu ama apatiwe ufalme wa hiyo inchi nusu yake. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo wakati tuko ama wakati tunaendelea na hii inchi na inchi zingine, wacha nikwambie, labda kwenyu kuna mfalme wa aina hii, labda huku kwetu kuna mfalme wa aina hii, labda inchi zingine iko na mfalme wa aina hii, kwa sababu huyu mfalme wakati aliandikiwa namba na kidole ya Mungu, ni kumaanisha Mungu alikuwa amefika mwisho ya hii mfalme, na ndipo akaandikiwa hivi, ati wewe Nebukadneza ufalme wako umeisha. Mwathani arogocwo. Amen. Na hii namba ukiendelea kusoma utasikia mwenye aliweza kujua ni nini na nini inasema ni Danieli mwenyewe. Sijui kama huku kwetu mfalme akiota ndoto kama tutaenda kumfunulia inasema nini. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hata ni heri ile wakati mfalme alikuwa naitana na naita kila mmoja kona werefu wake, kila mnabii kona unabii yake, ndiye awe akikuja mahali mfalme yako aweze kumwambia nini inasema. Lakini wakati hii tuko hakuna mfalme anakubaliana na Mungu na njia hii. Nisikilize hapo vizuri. Hata akiota ndoto yeye anasemanga ni ndoto.
Kwa hivyo hata akinenewa na Mungu kupitia ndoto, hataelewa ni Mungu ananena. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu wamezoea kuwa hao ni wafalme na mtu wa chini hawezi kumkaribia. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa sababu wanakuanga wamejiwekea, yani wale askari wakali atiwezi kanyaga pale. Na ukienda utashikwa na ulishwa unaenda wapi, na utawekwa ndani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kila inchi ya hii dunia iko namna hiyo. Uwezi kufikia mfalme ndio umwelezee Mungu anamaanisha nini. Na hivyo ndio kuko hata hapa kwetu, kuko hivyo. Hata kwenye nchi zingine kuko namna hiyo. Wanaweka wale yani walinzi, ati kutoka kwa gate sijui unaweza kupita walinzi mara ngapi mpaka ufike kwa nyumba yake. Kwa hivyo ukifikiria Mungu amekunenea uende upeleka unabii, hauwezi peleka. Na ukienda tena kwa wahubiri wanakuambia wacha tukague, ni kama Mungu alikuwa hasikii vizuri. Wanakuambia wacha tukague hii unabii tujue kama inastahili ama haistahili, ndio tupeleke kwa mkubwa. Ndenda kuria terere Ngai yake he mundu kirotori gikonie kia muneneri ndamenyaga niki areka. Mwathani arogocwo. Na ulisa hivi yule asikii Kikuyu, Mungu akipatia mtu ndoto ama unabii ya mfalme, yani Mungu hakuangi anajua anafanya nini, ndio tuseme tumuite, tumukague, tujue ni ya ukweli ama sio ya ukweli. Kwa nini watu wanafanya wengine ati mimi nikinenewa sio Mungu ameninenea, ule mwingine akinenewa sio Mungu amemnenea? No wa kweli leo nani alikwambia hiyo? Nasemanga hivi, nipatiwe maandiko ile inasema ati ndoto, na inasema, na ukisikiliza vizuri unasikia ni Mungu anasema, alafu tuanze kuikagua. Ni nani alisema ati hakuna mtu hawezi nenewa na Mungu? Nakumbuka siku moja nikiusa mahali fulani, mwendo wazimu aliniletea unabii wangu. Kwa hivyo Mungu hawezi kosa kunenea mtu hata awe aje. Na huyu mwenda aliongea mambo nikaisikiliza. Alikuwa anasema oi Ngai, wanapiga huyu mama, wanamaliza kazi yake ati ndio aondoke. Nikajiuliza mwenda wazimu anamaanisha nini? Lakini nyumae kile alikuwa anaongea kikakuja kufanyika, juu siku ichukua na uzito. Kwa hivyo nataka kusema hivi, sisi wahubiri tuache kuwa tunafanya ati wale wako chini yetu hao Mungu hawezi kuwanenea sawa sawa. Ni maragerio nyiwe na nimera goria Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Na nimera gothie muge uno Mwathani anenehe. Kwa hivyo nataka kusema hivi, Mungu wakati wowote atakaye nena, ama unasikia wakiapiwa hivi, tukisaikagua tuletee tukague, alafu tutoke hapo tujue vile inaweza kufikia mwenyewe. Eke ide mwere unabii hede ciothe, unabii wowote ukikosa kupelekwa mwenyewe direct na yule alipewa, ipatiwe mwingine, hiyo unabii imeoza. Kwa sababu hapo katikati ya kupatia huyu ndio ifike inaletagwa mengine katikati. Koguo unabii wendagwo twarwo direct ni ule ohetwo nginya kwi mwene. Mwathani arogocwo. Amen. Todo hata wakati ya pale mwanzo Mungu alikuwa ananenea mtu na anapeleka unabii direct, hakukuwa anapatia wengine. Neke getometa tugiate tukaguage Ngai uyu hana atia. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai ogithe ti Ngai mutheru meciria, Ngai ogithe ti Ngai wina meciria makinyaniru. Kwa hivyo nataka kusema hivi, mfalme akatafuta watu wale watamuelezea, na akakoza watamuelezea namna gani.
wakashindwa hii neno inamaanisha nini. Mpaka wakati alikaa akakumbuka kuna kamoja akakukuwa na maana. Mwathani arogocwo. Amen. Kamutu ambaye akalikuwa kanaonekana akana maana na kakaitwa akiuga atiriri, kale kamutu kanaitagwa Danieli kana shidaga huku kakipiga kelele ya maombi, ebu niitiwe nione kama kataweza kujua inamaanisha nini. Mwathani arogocwo. Amen. Na wakati mfalme alienda akaita Danieli, akaenda akachukuliwa. Unaona hawa manabii wake hawakuelewa. Hao walikuwa werefu sana, hawakujua kwa nini Mungu alisuia hawa watu wakose kujua, wakose kusoma, waelewe kwa nini Mungu alifanya wakose kuelewa, na wamejua kusoma sana na ni werefu. Hebu fikiria Mungu ni nini hii alikuwa anafanya ndio hii watu wawache kuelewa na wakose kujua hizi namba inamaanisha nini. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo kama wewe ni mfalme, kama wewe ni nani, usikie kuna mambo inaongewa, sikiliza vizuri ujue inamaanisha nini. Mwathani arogocwo. Amen. Na usidharau ako kamutu kako chini, kama vile huyu mfalme Nebukadneza alikuwa amedharau Danieli, na kukaitwa akasema niletewa hiyo kamutu labda kanaweza kuwa katajua hii namba inamaanisha nini. Na Danieli akaitwa, na wakati alikuja kwa mfalme akamwambia hivi, wakati aliingia kwa nyumba akasoma zile namba, Mungu akamfunulia ni nini hii inasema. Bwana asifiwe. Amen. Na Danieli akaelewa, kwa sababu huyo ndiye alikuwa na Mungu, na kukuwa na Mungu sio vile niko mhubiri mkubwa, sio vile niko mdogo, sio vile niko katikati, sio vile nitakuwa mfalme ama nitakuwa mbunge ama nitakuwa governor ama nitakuwa imenilipupu isio ama nitakuwa senator. Bwana asifiwe. Amen. Kukuwa na Mungu, roho yako ndio inamaanishanga uko na Mungu namna gani. Kwa nini huyu mfalme aliona hawa wameshindwa, si angejiachilia hivyo aseme hawa warefu wameshindwa, wacha hii mambo ikae hivyo, si ni ndoto? Lakini neno linasema ilikuwa inamsumbua. Hiyo ndoto ilikuwa inamsumbua, hiyo namba ilikuwa inasumbua mfalme. Ebu jiangalie, nijiangalie nisiwe mimi ndio nitaambiwa mene tekeni na peresi mfalme imeisha. Mwathani arogocwo. Amen. Naweza kuwa mimi sio mfalme mahali, lakini kirohoni niwe mimi ni mfalme. Inaweza kuwa wewe ni mfalme hapa Kenya ama nchi zingine, lakini kirohoni wewe uwe hauna. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ndio hujua huyu ni nani na ni nini iko ndani yake. Ndiposa hii kijana akaitwa na akaingia na akasoma na akamwambia mfalme inasema inamaanisha hivi. Mene tekeri inamaanisha hivi, ati wewe kutoka saa hii na dakika hiyo ulipatiwa hiyo ndoto, ufalme wako umeisha. Mwathani arogocwo. Amen. Na hivyo ndio hamutaki kusikia tukiongea. Mimi sisemi ufalme wa mtu imeisha. Lakini neno ndio nikipatiwa neno ninalitoa. Na ninatoaga vile imeandikwa. Mwathani arogocwo. Kwa sababu neno ni Mungu na neno lilikuwa na neno ndio Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo mimi nikipewa neno lazima niitoe. Kwa hivyo kutoka mkubwa paka yule mdogo sana, kutoka presidenti paka yule mdogo, kutoka bishop paka yule mdogo, tujiulize ni nini Mungu anaongea. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo tukisajiuliza, Mungu atatufunulia mambo mengi iliyo imejificha na mambo haiwezi julikana na mwanadamu, kama vile mfalme hakuwa anajua hii mambo inamaanisha nini ama namba inasema nini. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo mwenzangu, acha nikwambie, ni kila mmoja ajichunguze. Mimi nikihubiri hivyo nijichunguze, ndetwirie wega
kiugo kiarageria kila mundu, neno inaongeresha kila mmoja. Kwa hivyo hata mimi nijichunguze vizuri, wewe uwe bishop jichunguze, ukiwa archbishop jichunguze, ukiwa president jichunguze. Neno linaongeresha kila mmoja. Hata kama wewe ni mshirika jichunguze. Kama kirohoni kumeisha, kama kirohoni Mungu ameandika kitu, tujichunguze sisi yote, kila mmoja. Kama kuna kitu Mungu ameandika, kama huyu mtu angekaa hivyo, nafikiria mambo mabaya ingemkuta, na nyuma ya hapo angeshindwa atafanya nini. Kwa hivyo tuendelee tukijichunguza sisi yote, kwa sababu neno ni ya kila mmoja aliye duniani, ni ya kila mfalme aliye dunia nchi mzima, ni ya kila bishop aliye dunia mzima, ni ya archbishop dunia mzima, ni ya mhubiri mdogo dunia mzima, ni ya yule ako kiambeleria pale mwanzo dunia mzima. Hata mshirika jiulize, kwani kuna kitu Mungu ameandika bila mimi kujua? Mungu nisaidie nielewe. Mwathani arogoso. Kwa hivyo nataka kusema hivi, tukienda kujichunguza sisi na tuelewe Mungu ni nini anasema, tujiombee roho zetu, na kila mmoja asongee kwenye kiti ya enzi, amwambie Mungu, sijui Mungu ni nini na nini imefanyika ndani yangu. Mungu nisaidie, na kama nimekosea Mungu nirudishe njia. Turudi kwa Mungu sisi yote. Mwathani arogoso. Amen. Koguo ni kurikia ndirarikia. Koguo ngenda kuga ni kumaliza na maliza. Ngenda kuga atiriri, kila mmoja, sisi kila mmoja, hata mimi niaje kujichunguza. Kusiwe kuna kitu imeandikwa bila mimi kujua. Mwathani arogoso. Amen. Na Mungu havichagi siri. Gaida hithaga thiri. Koguo endwa kwa rafiki zangu nyinyi yote dunia mzima, tusaidiwe na Mungu vile tutakaa hii ulimwengu, kwa sababu sisi wote ni wapita njia, na kila mmoja ako na siku yake ya kutoka hii dunia. Hii dunia sio yetu sisi, ni kila mmoja anapita, kila mmoja ana siku yake aende. Turudi kule tulitoka, tukirudi tutarudi tukiwa watakatifu ama wenye dhambi. Kwa hivyo tujiulize, na nasema hivi, tafadhali muende pale msubscribe na mcomment mahali pale, tafadhali nimewaomba, na mkifanya hivyo mbarikiwe. Na ninasema mbarikiwe, nimemaliza kile nilikuwa nayo. Mungu awatendee mema. Amen.